Umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu baada ya kuondoka nyumbani na kuanza maisha yao wanaweza kukaa wiki, miezi au hata miaka bila kupiga simu kwa wazazi wao? Jamii mara nyingi huwaita watu hawa wenye mioyo migumu, wasiokuwa na shukrani au waliolaaniwa. Lakini je, ikiwa nitakuambia kuwa sayansi ya saikolojia ina majibu tofauti kabisa? Leo tunaenda kufungua mlango wa siri ambao wengi hawataki kuuzungumzia. Utaenda kugundua kwa nini tabia hii si ya makusudi, bali ni matokeo ya mfumo wa ulinzi wa akili unaoitwa avoidant attachment style. Na mwishoni mwa video hii nitakwambia siri moja kubwa kuhusu hisia zilizochelewa, sababu inayofanya watu hawa waonekane baridi nje, lakini ndani wanaungua. Usiondoke, kwa sababu ya 5 inaweza kubadilisha kabisa jinsi unavyoangalia watu waliojitenga na familia zao. Karibu tena katika chaneli yetu, ambapo tunachambua saikolojia ya maisha ili kukusaidia kuelewa nafsi yako na mahusiano yako vizuri zaidi. Kabla hatujaingia ndani ya sababu hizi 5 nzito, nina ombi moja kwako. Kama unapenda mada za afya ya akili na kuelewa tabia za binadamu, bonyeza alama ya like hapo chini. Inasaidia video hii kuwafikia watu wengi wanaojilaumu kwa kutopiga simu nyumbani au wazazi wanaoumia bila kujua sababu. Na kama ni mgeni, karibu kwenye familia. Gusa subscribe na bonyeza kengele ili usipitwe na chambuzi kama hizi. Tayari? Twende kazi. Sababu ya kwanza, kujitegemea kupita kiasi, hyper independence. Hawa ni watu ambao wamejifunza mapema sana kuwa mimi ndiye msaada wangu pekee. Saikolojia, mtu anapokuwa katika mazingira ambapo hakupewa msaada wa kihisia alipokuwa na uhitaji, akili yake inatengeneza mfumo wa ulinzi. Wanaanza kuamini kuwa kumtegemea mtu mwingine, hata mzazi, ni hatari au ni udhaifu. Wanapohamia mbali na nyumbani, ile hali ya kutopiga simu si dharau, bali ni mwendelezo wa tabia yao ya kushughulikia kila jambo peke yao. Kwao, kupiga simu na kueleza changamoto zao kunaonekana kama kumsumbua mtu au kujidhalilisha. Hawataki kuwa mzigo, na kwa kufanya hivyo wanajikuta wanatengeneza ukuta wa chuma kati yao na wazazi wao. Sababu ya pili, kukwepa migogoro, conflict avoidance. Watu wengi wasiopiga simu nyumbani, mara nyingi kila walipojaribu kuwasiliana huko nyuma, mazungumzo yaliishia kwenye lawama, ukosoaji au shinikizo. Mbona hupigi simu? Mbona hatusaidii? Fulani amefanya hivi, wewe mbona hupo tu? Kwa mtu mwenye avoidant attachment, mazungumzo ya namna hii ni kama shambulio la kisaikolojia. Badala ya kupigana au kujitetea, mfumo wao wa neva unachagua kukimbia, flight. Kutopiga simu inakuwa ni njia ya kujiokoa na maumivu ya kukosolewa. Wanaamini kuwa usalama unapatikana kwenye kimya. Ikiwa hakuna mazungumzo, hakuna ugomvi. Lakini bei ya amani hiyo ni upweke na umbali wa kihisia. Sababu ya 3, majeraha ya emotional neglect utotoni. Hapa ndipo tunapoingia kwenye mzizi wa tatizo. Saikolojia inasema kuwa watoto wanaokuwa bila emotional validation, yani kutambuliwa kwa hisia zao, huwa watu wazima wanaojitenga. Fikiria mtoto aliyekuwa akilia lakini akaambiwa, nyamaza, wewe ni mwanamume, au acha ujinga, mbona unalia kwa jambo dogo? Watoto hawa wanajifunza kuwa hisia zao hazina thamani. Wanapokuwa watu wazima, hawaoni umuhimu wa kuwasiliana na wazazi waliopuuzia hisia zao hapo awali. Uhusiano wa mzazi na mtoto unajengwa kwenye msingi wa usalama wa kihisia. Ikiwa msingi huo haukujengwa, mtoto akishakuwa mtu wazima anahisia kama mgeni kwa wazazi wake mwenyewe. Hawapigi simu kwa sababu hawana lugha ya kihisia ya kuongea na wazazi wao. Sababu ya 4, hofu ya kuonekana mdhaifu, vulnerability phobia. Watu hawa mara nyingi huwa na maisha mazuri kwa nje, wana marafiki na pengine mafanikio, lakini wana hofu kubwa sana kuwa ikiwa watafungua milango ya mawasiliano na wazazi wao, majeraha ya zamani yataonekana. Wanajua kuwa wazazi wao wana ufunguo wa vyumba vyao vya ndani vya siri. Kwao, kukaa mbali na kutopiga simu ni njia ya kuweka control au udhabiti. Wanahofia kuwa sauti ya mama au baba inaweza kuwakumbusha mtoto yule aliyejeruhiwa ambaye wamejaribu kumzika kwa miaka mingi. Ni rahisi zaidi kukaa kimya kuliko kukabiliana na hisia nzito zinazoweza kuibuka wakati wa mazungumzo ya simu. Sababu ya 5, hisia zilizochelewa, emotional delay.
Hii ni hali ambapo mtu hajifunzi jinsi ya kueleza hisia zake kwa wakati. Watu wenye mtindo wa kuepuka wamejifunza kuficha hisia zao kwa muda mrefu kiasi kwamba wanapoteza uwezo wa kuzitambua. Wanapohitaji upendo, akili yake inawaambia unahitaji kuwa peke yako. Wanapojisikia vibaya, badala ya kutafuta faraja nyumbani, wanajifungia ndani. Hawa si watu wasio na hisia, la hasha. Ni watu wenye hisia nyeti sana, lakini wamezifungia kwenye sanduku la chuma na kupoteza ufunguo. Kutopiga simu ni matokeo ya kupoteza uunganisho, disconnection, kati ya kile wanachohisi na jinsi ya kukieleza. Kuelewa haya yote haikumaanisha kuwa tabia hiyo haina madhara, lakini inatusaidia kuacha kuhukumu na kuanza kupona. Ikiwa wewe ni mzazi, elewa kuwa ukimya wake wa mtoto unaweza kuwa ni kilio cha usalama. Na ikiwa wewe ndiye haupigi simu, tambua kuwa kujitenga ni mfumo wa ulinzi wako, lakini uponyaji unaanza kwa kuvunja ukuta huo kidogo kidogo. Je, umewahi kupitia hali hii? Au unamfahamu mtu ambaye hapigi simu nyumbani na sasa unamwelewa vizuri zaidi? Tuandikie maoni yako hapo chini, nasoma kila comment. Na kama video hii imekufungua macho, tafadhali share na rafiki yako mmoja, unaweza kumsaidia kuelewa majeraha yake. Asante kwa kuwa nasi, tukutane kwenye video ijayo. Kumbuka, kujijua ndiyo mwanzo wa kupona. Peace.